Inayofungamana na hiyo, aliyekuwa waziri wa huduma za umma Justin Muturi ametetea kipindi chake cha miaka miwili alipokuwa mwanasheria mkuu kwa kuweka wazi rekodi yake ya kazi, akidai kusaidia serikali kutogharimikia shilingi bilioni 17.5, huku tofauti kati yake na Rais William Ruto ikiongezeka. Jumanne, Rais William Ruto alimshutumu Muturi kwa kutokuwa na uwezo kama mwanasheria mkuu, na kama mwanahabari wetu Moige William anavyotuarifu, swali linalobaki baada ya kauli ya Rais Ruto ni je, alimteua vipi mtu asiye na uwezo katika baraza lake la mawaziri? I, Justin Bidan Joka Muturi, waziri wa huduma hajachukua rahisi kauli ya Rais William Ruto kuwa asiye na uwezo wakati wa kipindi chake kama mwanasheria mkuu. Ruto wakati wa kikao cha iftar alimshutumu Muturi kwa kuchelewesha utekelezaji wa pesa za msaada kwa Waislamu uliopendekezwa na viongozi wa Kiislamu. I had a problem with the AG who was there. He was fairly incompetent, but I now have a very competent lady. Muturi saa chache baada ya kauli ya rais amejitenga na semi hizo, akisema kwamba kuanzishwa kwa pesa hizo za msaada haikuwa chini ya jukumu lake kama mwanasheria mkuu. Muturi pia alitoa ripoti ya mafanikio yake kama mwanasheria mkuu, akionyesha mafanikio makubwa katika kesi za kisheria, mageuzi ya sheria na huduma za ushauri kwa serikali. Muturi akieleza mafanikio makubwa wakati wa kipindi chake, ikiwa ni pamoja na kusaidia serikali kutogharimikia shilingi bilioni 17.5 kupitia ushindi wa kesi mahakamani, akifanikiwa kushinda kesi 1503 kati ya jumla ya kesi 1588 zilizohitimishwa. Kwa mujibu wa spika huyu wa zamani, aliorodhesha pia rufaa ya shilingi bilioni 5.2 katika mahakama ya upeo na kesi ya shilingi bilioni 3.77 dhidi ya Torino Enterprise kama baadhi ya ushindi mkubwa wakati wa uongozi wake. Muturi akisisitiza kuwa kama mwanasheria mkuu, ofisi yake ilichangia miradi mikubwa ya kitaifa kama mpango wa nyumba za bei nafuu, mfumo wa kidijitali wa huduma za serikali kupitia jukwaa la eCitizen, na pia msaada wa kisheria kwenye hazina ya Hasla, mradi wa hydrogen na mazungumzo ya ushirikiano kati ya ofisi za umma na zile za kibinafsi. Those who know Muturi is not very incompetent, really. You wouldn't really say he's incompetent. Maybe you would say if he doesn't want to do something, he doesn't do it. Wachambuzi wanadokeza kuwa tofauti kati ya Rais Ruto na Muturi ni zaidi ya kauli ya jana ya rais. Muturi katika siku za hivi karibuni amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali kuhusu visa vya utekaji nyara, na hata kuandika rasmi kuomba kutohudhuria mikutano ya baraza la mawaziri hadi swala la utekaji nyara na mauaji ya kiholela litakapojadiliwa rasmi. Muturi has articulated himself in certain issues that many Kenyans have also articulated themselves, and I think it has a personal aspect to it about his own son and the abductions that are going on. And I think Muturi has been more pronounced on the issue of abduction other than anything else. Muturi alisisitiza msimamo wake wa kutojiuzulu kutoka serikalini. It's our game of politics. Nothing is holy in this country and nothing is unholy. Everything is fair game. Yeah. There are no morals. This is a country without virtues. And that's how we play our games. We have no conscience, we have no virtues. Kulingana na Muturi, iwapo angeitikia wito wa kujiuzulu kwa sababu za kuzungumzia utekaji nyara, ungeonekana kuwa uoga. Moige William, TV 47.